Mwenyezi Mungu, tunasimama kwenye uwepo wako tukiwa tumejawa na shukrani kubwa kwa neema uliotupatia na uliotujalia, kwamba tuitwe kwa jina lako na tuitwe watoto wako Mfalme. Katika siku zote 20 zilizopita umezungumza na maisha yetu. Katika maeneo mengine umeturudi na kutuonya, katika maeneo mengine umetukemea, katika maeneo mengine umetuelekeza na kutufundisha, katika maeneo mengine umetufanyia matengenezo ya ndani, lakini katika maeneo mengine pia umetutia changamoto ya kujaribu kutazama mahali tulipo na uharibifu ambao umekwisha kutokea, ili tujiwajibishe kwa ajili ya kuyajenga yaliyoharibika na kubomolewa. Baba, tumeelewa. Tuko mbele zako sasa katika jioni hii ya leo kukupa nafasi ya kuanza pamoja na sisi kwenda katika hatua mpya ya kuyajenga yale ambayo Mungu umetuelekeza tuyajenge, kuyabomoa na kuyavunja yale ambayo umesema tuyavunje na tuyaharibu kabisa yasiwepo. Lakini umesema na sisi pia kwamba tusijaribu kuyajenga yale ambayo wewe umeyabomoa. Tunaomba hilo utusaidie, tulinde sana katika hilo, ututie akili na ufahamu. Asiwepo tena mmoja kati yetu ambaye atarudi tena akayajenga yale ambayo Mungu umekwisha kuyabomoa. Naomba sasa ninyekee kukupa ibada hii. Ni ibada ambayo tunatamani kukuona. Wako walio na shida na mahitaji mbalimbali ambao naomba Mungu wetu katika namna ya pekee na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu utawaganga, utawaponya, utawajibu, utakutana haja zao zote. Ninaomba Mungu ukapate kwa ni Mungu wa muujiza na ukatende muujiza siku ya leo. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. 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 Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba niwakaribishe katika ibada njema tena ambayo Mungu wetu ameturidhia ya kwamba tukapate kuhudhuria katika uwepo wake na weze kutimiza yale aliyosema kwetu kwamba atayatenda. Haleluya. Twende katika maandiko, tutasoma mistari ya maandiko iliyoandikwa katika kitabu cha Yeremia sura ya 42 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Yeremia sura ya 42 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Maandiko yanasema kwamba ndipo maakida wote wa majeshi na Yohana mwana wa Karea na Yezania mwana wa Hoshaya na watu wote tangu wadogo hata wakubwa wakakaribia, wakamwambia Yeremia nabii, twakusihi maombi yetu yakubaliwe mbele yako, ukatuombee kwa Bwana Mungu wako, yani watu wa wote waliosalia, maana tumesalia wachache tu katika watu wengi, kama macho yako yatuonavyo. Ili Bwana Mungu wako atuonyeshe njia ambayo yatupasa tuiendee, na jambo litupasalo tulitende. Ndipo Yeremia nabii akawaambia, nimewasikia, tazama nitamwomba Bwana Mungu wenu sawasawa na maneno yenu, tena itakuwa neno lolote ambalo Bwana atawajibu nitawaambia, sitawazuia neno liwalo lote. Wakamwambia Yeremia, Bwana nawe shahidi wa kweli na uaminifu kati yetu, ikiwa hatufanyi sawasawa na neno lile ambalo Bwana Mungu wako atakutuma utuletee, likiwa jema au likiwa baya,
sisi tutaitii sauti ya Bwana Mungu wetu ambaye tunakutuma kwake, ipate kuwa faida yetu tunapoitii sauti ya Bwana Mungu wetu. Ikawa baada ya siku 10 neno la Bwana likamjia Yeremia, ndipo akamwita Yohana mwana wa Karea na maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye na watu wote tangu wadogo hata wakubwa, akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli ambaye mlinituma kwake ili niaweke maombi yenu mbele yake, asema hivi: ikiwa mtakaa bado katika nchi hii, ndipo nitawajenga wala sitawabomoa, nami nitawapanda wala sitawang'oa, kwa maana nayajutia mabaya niliyowatenda. Msimwogope mfalme wa Babeli mnayemwogopa, msimwogope, asema Bwana, maana mimi ni pamoja nanyi niwaokoe na kuwaponya na mkono wake. Nami nitawapa rehema, kwamba awarehemu ninyi na kuwarudisha mkae katika nchi yenu wenyewe. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Habari hii inatokana na lile ambalo nimekuwa nikiwaeleza katikati ya mafundisho pamoja na maombi. Mojawapo ya mambo niliongea, nilisema kwamba wakati fulani taifa la Yuda au ufalme wa Yuda walitenda dhambi, na Mungu akakusudia kuwaadhibu kwa kutuma mfalme wa Babeli kuja kuwapiga na kuiharibu Yerusalemu na kuivunja na kuwapeleka uhamishoni, pamoja na vitu vyote vyokuwepo Yerusalemu zikuwepo na vile vyokuwa katika nyumba ya Bwana vikapelekwa Babeli. Jambo hilo likuja kutimia kwa sababu Yeremia alipokuwa akiwaonya na kutoa unabii, hawakumsikia wala hawakumtii, na kwa sababu hiyo hasira ya Bwana iliwaka juu yao, na Mungu akamtuma mfalme wa Babeli kupitia mkuu wa majeshi wa huko alikuwa anaitwa Nebuzaradan. Akaja akaupiga Yerusalemu, akapiga miji yote ya Yuda, na watu wengi waliuawa, lakini wengine walipelekwa uhamishoni Babeli, na mabaki yalibaki. Sasa habari tunayosoma leo ni wale mabaki waliobaki. Wakati watu wamechukuliwa kwenda uhamishoni Babeli, wengine wamekufa kwa wingi, miji imebomolewa, hekalu limebomolewa, kila kitu kimeharibiwa, kama ambavyo nisema na nikahimiza kwamba hata kama wengine wameharibika na mambo mengi yameharibika, Mungu hakosi kuacha mabaki. Jina la Yesu libarikiwe. Mungu hakosi kuacha mabaki. Na mimi na hakika kwamba walioko mahali hapa, kama wananielewa na waendelea kuelewa yale ambayo Mungu anasema na maisha yetu, pengine ndio hao mabaki, kwa sababu ukitazama kanisa, ukifanya tathmini kwa namna vile ambavyo Nehemia alifanya tathmini ya uharibifu wa mji ili wajenge wakijua uharibifu ni mkubwa kiasi gani umetokea. Wakati mwingine ukifanya tathmini ya kanisa kwa kulitazama kutokea kwenye misingi ya kanisa la Agano Jipya kama ilivyowekwa na Yesu Kristo pamoja na mitume wake, utagundua kwamba uharibifu kwenye kanisa la sasa ni mkubwa sana sana. Jina la Yesu libarikiwe. Uharibifu ni mkubwa sana sana, lakini Mungu ni mwema kwamba nyakati zote kukitokea uharibifu hakukosekani mabaki, kama ambavyo alisema katika kitabu cha Isaya kwamba kama Bwana asingalituachia mabaki, sura ya 1 nadhani mstari wa 10, kama Bwana asingalituachia mabaki, tungekuwa kama Sodoma na tungefanana na Gomora. Na mnajua kilichotokea Sodoma na Gomora, ile miji, kwa sababu hapakuwa na mabaki. Haleluya, 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 haleluya. Miji ile haikuwa na mabaki. Ibrahimu aliomba kwamba angalau alianza kuanzia idadi ya watu 50 wenye haki kama watakuwepo, wakakosekana. Akashuka mpaka
idadi ya watu watano wenye haki katika mji hawakupatikana bado. Kwa hiyo hapakuwa na mabaki. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Isipokuwa Lutu na Lutu yeye mwenyewe, pengine tuseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mke wake ndiye alibakia huko. Haleluya. Hapakuwa na mabaki. Kwa Isaya anasema kama Bwana asingalituachia mabaki, tungekuwa kama Sodoma na tungefananishwa na Gomora. Tunaishi na tuko salama, tunaona neema ya Bwana, kwa sababu hata kama yale tuyaainisha ya uharibifu uliotokea yapo, Mungu bado amebakiza mabaki. Mabaki wapo, Mungu anao. Wakati wa Elia alisema, Mungu nina wivu kwa ajili yako, kwa sababu wameua manabii wote na mimi nimebakia peke yangu, na mimi wananitafuta waniue. Mungu akamwambia, hapana, nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Haleluya. Wapo mabaki. Mungu hakosi kubakiza mabaki. Mungu hakosi kubakiza mabaki. Mabaki wapo. Mabaki wapo. Na wewe omba uwe miongoni mwa wale walio mabaki. Omba Mungu akusaidie uwe miongoni mwao wanaweza kuelewa haya ambayo ninayasema kwa siku 21, na Mungu anapoangalia mabaki aone mabaki mmoja wapo ni wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu na libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa Nebukadreza alipopiga Yerusalemu na miji yote ya Yuda na kuangamiza kila kitu na kuvunja hekalu na wengine kuwapeleka Babeli na wengine kuuawa, bado walikuwapo mabaki. Bado mabaki yalibakia. Kuna watu walibaki. Kuna mabaki yalibakia. Sio watu wengi kama walivyosema wenyewe kwenye maandiko tuliyosoma, walikuwa wachache, lakini wapo mabaki wamebakia. Sasa mabaki hawa, haleluya, mabaki hawa wanakuja kutafuta kwa Bwana njia ya kuiendea. Wanakuja kwa Bwana kutafuta uelekeo, kwamba kutokea hapa wenzetu wamekufa wengi, miji yetu sasa ni maganjo na ni vifusi. Haleluya. Wenzetu wamekwenda kwa mnyororo, wamepelekwa Babeli wakiwa kwenye mnyororo. Sisi tumebaki, tufanye nini? Haleluya. Mungu anatuelekeza nini? Nini kinatupasa tukitende? Njia gani inatupasa tuiende baada ya kuona sisi ndio tumebaki? Haleluya. Baada ya kuona sisi ndio tumebaki, ni njia gani sasa inatupasa tuiende? Ni yapi sasa yanayotupasa tuyatende? Hiyo ilikuwa ni hekima. Na mimi natamani ombi kama hilo lingekaa ndani ya kila mmoja anayenisikiliza. Natamani kiu kama hiyo ingekuwa ndani ya moyo wa kila mmoja anayenisikiliza siku ya leo. Ningetamani njaa ya kutaka kujua uharibifu umetokea, lakini tumebaki mabaki. Njia gani tuiendee? Nini tukifanye sasa? Jina la Yesu libarikiwe. Wakamwita Yeremia. Yeremia ni yule nabii ambaye nyakati zote ametabiri. Wamembeza, wamempiga, ametabiri. Wakamwita nabii wa uongo, wakamtukana, wakampiga, wakamweka magerezani, wakamtupa mashimoni. Akitoka shimoni anatabiri, wanamwita mzushi, anatabiri mabaya, anatabiri uongo. Wakampiga, wakamweka tena magerezani. Ameishi maisha hayo ya kuwa gerezani na kutoka, kupigwa na kuachiwa hivyo. Lakini nyakati zote ametabiri na hakuacha, na hakuna mtu alimsikiliza.
Haleluya. Baadaye yametokea yale aliyosema mfalme mmojawapo. Haleluya. Nafikiri anaitwa Sedekia. Yeye alitobolewa macho, mfalme wa Yuda. Mfalme Babeli alimtoboa macho. Haleluya. Baada ya watoto wake wote kuuawa mbele zake akiwa anaona, watoto wake wote wakauawa mbele ya macho yake. Walipomaliza kuwaua watoto wake wote mbele yake, na yeye wakamtoboa macho. Haleluya. Wale wafalme waliokuwa kiambiwa tubuni, Mungu analeta mabaya, hawakusikia. Sedekia alitobolewa macho baada ya watoto wake wote kuuawa mbele ya macho yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa watu wachache wamebaki. Kwa nini wamebaki? Hatujui. Kwa sababu hakuna rekodi inaonyesha kwamba wakati Yeremia akiwa anahubiri wao walimwamini, wala walitetea ujumbe wake. Haleluya. Maandiko yote yanaonyesha Yeremia alipingwa na watu, na hakuna alionyesha kumuunga mkono. Jina la Yesu libarikiwe. Mengine alikuwa yakiandikwa, akiyazungumza. Alikuwa na mwandishi wake anaitwa Baruku. Baruku anaandika. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini walibaki mabaki. Hiyo ndio tungeita neema. Neema ya Mungu ilibakiza mabaki. Walibaki si kwa sababu wao ndio wazuri. Walibaki kwa sababu neema ya Mungu imewapendelea. Neema ya Mungu imewapa nafasi ya pili. Neema ya Mungu imewanusuru. Neema ya Mungu imewasaidia kubaki salama. Wenzao wameuawa na wengine wamekwenda kwa mnyororo, wamekwenda Babeli. Wao wamebaki. Si kwamba wao ni wema kuliko ndugu zao, si kwamba wao wamefanya jambo la ziada ambalo wengine hawakulifanya, ila ni kwa pendo la Mungu, ni kwa neema ya Mungu. Walipojitazama wakasema, tumebaki kwa neema. Tumebaki wachache kwa neema. Mungu ameturehemu, tumebaki. Tumeshuhudia wengine walivyokufa na wengine walivyokamatwa wakaenda wakiwa wamefungwa minyororo, wamekwenda Babeli. Sisi tumebaki. Ndio akili zikawajia, wakamwona Yeremia sasa ni nabii wa Bwana. Tusingoje wakati huo. Kanisa, tusingoje wakati huo. Inawezekana kuna watu hawajajua kama nimesimama hapa kwa neno la Bwana, na wala hawajagundua kabisa kwamba maneno nimezungumza kwa siku 21 Mungu amenituma kuliambia kanisa. Kuna watu hawajajua kwamba nazungumza maneno haya, Mungu amenituma. Mungu amenituma kuliamsha kanisa. Mungu anaandaa kanisa la unyakuo, na kanisa la unyakuo halitakuwa nyonge. Kanisa la unyakuo litakuwa kanisa lenye nguvu, litakuwa kanisa limejaa Roho Mtakatifu, litakuwa kanisa lenye mafuta, litakuwa kanisa lenye uamsho, limejaa Roho wa Mungu, litakuwa kanisa ambalo limefikisha ujumbe wa Injili ulimwenguni kote. Maana Biblia lazima iseme kwamba, Biblia imesema kwamba Injili ya ufalme itahubiriwa mahali mahali, na hapo ndipo mwisho utakapokuja. Na sasa kama itahubiriwa mahali mahali, ni nani atakayehubiri hapo mahali mahali? Lazima kanisa kwanza lipate nguvu ili liweze kuhubiri mahali mahali, kwa sababu sio malaika watakaohubiri mahali mahali, ili Injili ya ufalme ifike kila mahali. Watu watapata nguvu za Roho Mtakatifu. Watu wataamka, waliolala wataamka tena, moto uliozimika utawaka tena. Watu wanawake kwa wanaume watatoka, watahubiri Injili mahali mahali. Watu wataogopa, watatoa fedha, watapelekwa mishonari huku na huku, hawatajihurumia tena kutoa, maana sasa wana nguvu na wameamka. Mungu anatengeneza kanisa la siku za mwisho litakalomleta Bwana Yesu duniani. Kanisa ambalo moja ishara zitatokea za kufanya Yesu aje kuchukua kanisa ni Injili itahubiriwa kila mahali. Leo tunaona kanisa oga,
kanisa oga dhaifu. Leo tunaona kanisa linalotihurumia. Wachache mabaki sana wanaweza kupata ujasiri wa kuhubiri injili. Wengine hawawezi kuhubiri injili. Wengine utafikiri Mungu, shetani ameshona midomo yao. Hawezi wakainua kinywa kaongea jina la Yesu, wala kulitaja wala kutaja matendo ya Bwana. Hawana uwezo wa kuongea kabisa habari ya Yesu. Hawawezi, ni waoga, wamefungwa midomo, hawezi kuongea kwa sababu hawana nguvu za Mungu ndani mwao. Hakuna nguvu kabisa, hawana nguvu ndani yao. Hawana nguvu kabisa ndani yao. Hawana nguvu kabisa ndani yao. Wamekwisha kabisa. Hawana nguvu kabisa ndani yao. Hakuna nguvu za Mungu ndani yao. Hakuna nguvu za Mungu. Yesu hatakuja kwa kanisa hilo. Hilo kanisa halitamleta Yesu duniani. Kanisa hilo halitaweza kumleta Yesu duniani. Kwa sababu sharti injili ya ufalme ihubiriwe kila mahali, mahali pote kuwa ushuhuda. Na kama injili itahubiriwa, maana kanisa linakwenda kuamka. Kanisa linakwenda kuamka. Kanisa linaenda kujaa nguvu. Kanisa linakwenda kujaa uweza. Utukufu wa mwisho wa kanisa unakwenda kuwa mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Moto wa kanisa utakwenda kuwa mkubwa kuliko ule moto wa kwanza. Kanisa litakuwa kanisa jasiri linaloweza kumtangaza Yesu na matendo yake na nguvu zake na ukuu wake. Na halafu Yesu hatanyakuwa kanisa nyonge. Kilicho kinyonge hakitaingia kwenye ule mji. Narudia, kilicho kinyonge hakitaingia mbinguni. Kilicho kinyonge hakitakanyaga Yerusalemu. Kilicho kinyonge hakitaingia kwenye lile lango. Kilicho kinyonge hakitaingia. Kanisa nyonge haliendi mbinguni. Kanisa nyonge haliendi mbinguni. Narudia tena mara ya tatu, kanisa nyonge haliendi mbinguni. Biblia iko wazi, haliendi mbinguni kwa sababu hakuna kinyonge kitakachoingia. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa nyonge haliendi mbinguni. Kanisa dhaifu haliendi mbinguni. Kanisa oga haliendi mbinguni. Mbinguni waoga na wasioamini na wazinzi na wachawi wote hawataingia kwenye ule mji. Kanisa oga haliendi mbinguni. Kanisa oga haliendi mbinguni. Waoga hawaendi. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa Mungu anakwenda kutengeneza kanisa. Mungu anakwenda kuraise kanisa linaloenda mbinguni. Kanisa litakalofikisha ujumbe wa ufalme kila mahali. Halitakuwa oga. Sio kanisa oga, halitakuwa oga. Halitakuwa kanisa oga. Halitakuwa kanisa lisilo na imani. Jina la Yesu libarikiwe. Takuwa kanisa jasiri, lenye nguvu, limejaa roho. Litaenda mbinguni. Na kabla halijanyakuliwa, litafikisha ujumbe wa ufalme kila mahali kuwa ushuhuda. Narudia, kabla halijanyakuliwa, litafikisha injili ya ufalme kila mahali ili we ushuhuda. Ikishakamilisha kazi hiyo, litanyakuliwa. Kanisa lenye nguvu litanyakuliwa. Kanisa lenye moto wa Roho Mtakatifu litanyakuliwa. Haleluya. Litanyakuliwa kanisa lenye nguvu. Kwa narudia kusema, kuna watu bado hawajajua kama nimetumwa na Mungu. Kuna watu bado hawajaelewa. Hawajaelewa kwamba Mungu amenituma. Katika namna ile ile ambayo watu hakujua Yeremia Mungu amemtuma. Mimi nimeongea maneno haya siku 21. Kuna watu bado hawajajua kwamba Mungu amenituma kusema haya maneno. Haleluya. Kuna watu hawajaona. Kuna watu hawajaona Mungu anafanya nini. Kuna watu hawajajua nini kinaendelea. Kuna watu hawajajua. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Mabaki hawa wakaja sasa, wamejua kwamba kumbe Yeremia ambaye muda wote ameongea na hatukumwelewa wala hatukumkubali wala kumsikiliza, kumbe alikuwa anazungumza mambo ametumwa na Mungu. Muda wote, miaka yote Yeremia amezungumza, hatukumsikiliza, hatukumwamini, hatukutii aliyosema, tumeyapinga aliyosema. Kumbe sasa yametokea, ndo wachache mabaki waliobakia wanajua sasa kumbe Yeremia ni mjumbe wa Mungu, na kumbe miaka yote alikuwa anasema neno la Mungu ambalo Mungu amemtuma kulisema. Wakajikusanya wote pamoja na viongozi wao, wametajwa majina pale. Walikuwa na viongozi miongoni mwao na baadhi ya wanajeshi pia walibaki pia. Sio kwamba wanajeshi wote waliuawa, baadhi ya wanajeshi walikuwa miongoni mwa mabaki, walikuwemo na wanajeshi pia. Haleluya. Makida wale wa wanajeshi na wale viongozi wengine wakajikusanya pamoja, wakakusanyia wale watu wote mabaki wale wote, wakaja pamoja kwa Yeremia. Wakamwambia Yeremia, tunaomba usitukatalie kwa lile ambalo tutakuomba. Tunaomba maombi yetu kwako yapate kibali kwako. Tunaomba tukutume kwa Mungu. Wanamwambia Yeremia, tunaomba tukutume kwa Mungu. Utusaidie kutuombea kwa Mungu. Umwambie Mungu kwamba wale mabaki waliobaki wanaomba kutoka kwako kujua njia watakayoiendea. Wanaomba kutoka kwako kujua ni yapi, baada ya yote yaliyotokea, mji umeshavunjwa, mambo mengi yamebomolewa. Hawa waliobaki wafanye nini? Wameuliza, wanamtuma kwa Bwana, wasema mwambie Mungu kwamba tunauliza sisi tuliobaki baada ya huu uharibifu wote, ni yapi yanatupasa tuyatende? Ni njia ipi inatupasa tuiendee? Yeremia akawauliza kama wataweza kuyatii, kama Mungu ataongea. Akamwambia, mimi sitabadilisha, kila atakachoniambia Mungu ndicho nitakachowaambia, wala sitabadilisha. Kama atasema mabaya, nitasema hayo hayo. Kama atasema mazuri kwa habari yenu, nitasema hayo hayo. Akiniambia mabaya juu yenu, nitawaambieni mabaya aliyosema Mungu. Akisema mazuri juu yenu, nitawaambia hayo hayo mazuri aliyosema Mungu juu yenu. Sitabadilisha jambo lolote. Nao wakasema vile vile, wakasema yote utakayosema kwamba Mungu amekutuma utuletee, tutayatii yote, tutayafanya yote. Hatutajali kwamba ni mabaya wala ni mazuri, tutayatii hivyo hivyo kama ambavyo utakuwa umeyasikia na umetuletea kutoka kwa Mungu. Basi akawaambia, okay, subiri niende kwa Bwana. Yeremia akaenda kwa Mungu, kamwomba Mungu kwa muda wa siku 10. Siku ya 10 Mungu akampa neno kwa ajili yao. Mungu akampa neno kwa ajili yao. Yeremia akaja akawaambia neno la Bwana. Akawaambia, Mungu ameniambia kwamba sharti lenu ili mpate mema, kaeni hapa kwenye nchi hii, msiondoke. Walishaanza kuwa na mawazo kwamba huyu mfalme wa Babeli anajua ametuacha, yawezekana kula kawaza kuturudia na sisi. Kwa walikuwa na mawazo watoroke waende Misri, ili mfalme wa Babeli akija akute wameshatoroka, kwa sababu walikuwa na wasiwasi, huyu jamaa anajua ametuacha hapa, atarudi, ataturudia. Yeremia akawaambia sharti la neno la Bwana, amesema mkitaka kuwa salama, mkitaka kuendelea kuishi,
Nataka kuona miji yenu ikijengwa tena. Msiondoke hapa. Kaeni kwenye hii nchi, msiondoke. Msiende popote. Mkibaki hapa, mimi nitatia moyo wa huruma ndani ya moyo wa mfalme wa Babeli, atawahurumia. Ndivyo ilivyoandikwa. Haleluya. Soma mstari wa wa 10 mpaka 12. Anasema, ikiwa mtakaa bado katika nchi hii, ndipo nitawajenga wala sitawabomoa, nami nitawapanda wala sitawang'oa, kwa maana nayajutia mabaya niliyowatenda. Msimwogope mfalme wa Babeli mnayemwogopa. Msimwogope, asema Bwana, maana mimi ni pamoja nanyi, niwaokoe na kuwaponya na mkono wake. Nami nitawapa rehema, kwamba awarehemu ninyi. Yaani mfalme wa Babeli awarehemu. Nitatia ndani ya mfalme wa Babeli moyo wa rehema, awarehemu. Hata kuja kwa ukali kama kwanza tena. Nitatia moyo wa rehema ndani mwake. Mfalme wa Babeli zamu hii, kama mtakaa hapa, atawarehemu. Kama hamtaondoka hapa, mfalme wa Babeli atawarehemu. Nitatia rehema ndani mwake, atawarehemu na kuwarudisha mkae katika nchi yenu wenyewe. Atawarehemu na atawarudisha mkae katika nchi yenu wenyewe. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa hiyo utafuatilia kule mbele. Baada ya maelekezo hayo, wako baadhi yao waliamua kwenda Misri. Endelea kusoma, utakuta hayo maneno huko mbele. Bwana Yesu, waliendelea kuogopa mpaka baadhi yao waliamua kwenda Misri, na hawakuwa salama. Bwana wetu Yesu asifiwe. Na mimi nimesema maneno siku 21. Neno la Bwana ni hili. Mkikaa katika hayo nimesema siku 21, mtakuwa salama, mtastawi, mtapata nguvu, mtalijenga kanisa, mtajenga mwili wa Kristo, mtakuwa imara, na shetani hata watikisa, na adui hata inuka juu yenu, kama mtakaa katika maneno nimesema ndani ya siku 21. Msihame, msiache, mwende mkayaishi, mwende mkayafanye, mwende mkayaishi, mkamche Bwana, mtakuwa salama. Mwende mkajenge palipoharibika, mtakuwa salama. Msiache yale maneno nimewaambia kwa siku 21 zote, msiache. Nendeni mkayatende, nendeni mkayaishi, mtafanikiwa, na Bwana atakuwa pamoja nanyi, na Bwana atawajenga. Anasema mkikaa hapa, nitawajenga na sitawabomoa tena. Mkikaa hapa, nitawajenga. Nitawajenga maisha yenu, nitawajenga kiroho, nitawajenga kiafya, nitawajenga kihuduma, nitawajenga kiuchumi, nitawajenga kifamilia, nitawajenga kila eneo, nitawajenga kila mahali mtakapokuwa, nitawajenga na sitawabomoa. Mungu atatujenga, tutashangaa. Mungu atatujenga, tutashangaa. Kama nilivyokuwa nimesema jana, kuna mambo watu walikuwa nafanya yanasababisha wanakosa rehema za Bwana, na mengine yanaharibika
wanarudi kumwomba Bwana tena, kumbe wamekosea wenyewe. Nilikuwa naongelea kitu kinachoitwa namna ya kuishi na kanisa na namna ya kuishi kanisani. Haleluya. Kwamba Mungu kuna namna amelifanya kanisa liwe, na akasema mtu akiliharibu nitamharibu. Haleluya. Haleluya. Sasa kuna watu ambao hawajui namna ya kuishi kanisani. Namna yao ya kuishi kanisani, badala ya kuzaa kujenga, inazaa kuharibu, inazaa kubomoa. Kwa sababu hawajui namna ya kuishi kwenye kanisa, hawajui namna ya kuishi na kanisa, hawajui namna ya wao wenyewe kuwa kanisa. Haleluya. Kuna watu hawajui namna ya wao wenyewe kuwa kanisa, wala hawajui namna ya wao wenyewe kukaa ndani ya kanisa, na hawajui wao wenyewe kukaa pamoja na kanisa. Haleluya. Na kwa sababu hawajui, mengi wanaoyafanya baada ya kusaidia kulijenga kanisa yanalibomoa kanisa, yanaliharibu kanisa. Haleluya. Na yakiliharibu, maneno ya Mungu yanatimia kwao. Yakitimia, wanarudi kwa Bwana. Wanarudi kwenye kanisa. Kanisa tuombee. Wanasahau, hawajui kuishi nalo, na haya yanasababishwa na wao kuliharibu, na hawajui hivyo. Wanataka tena kanisa ndilo liwaombee. Haleluya. Mkikaa katika hayo, Mungu anasema nitawajenga na sitawabomoa. Na Mungu atatujenga na hatatubomoa. Mungu atatuponya. Mungu atatubariki. Mungu atatembea pamoja nasi. Mungu atatutumia. Mungu atatupigania. Mungu atatushindia. Mungu ataturinda kwa namna zote. Mungu atakuwa pamoja nasi. Lakini tukae katika hayo. Anasema nitawajenga, sitawabomoa, nitawajenga. Mungu akujenge kwa jina la Yesu. Na Mungu alijenge kanisa lake kwa jina la Yesu. Mungu ajenge maisha ya mtu aliyoharibika kwa jina la Yesu. Mungu ajenge aliyobomoka kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Mungu ajenge yale ambayo adui aliyaharibu katika jina la Yesu Kristo. Anasema nitawajenga tena na sitawabomoa. Nitawapanda na sitawang'oa tena. Anasema nitawapanda, sitawang'oa, bali nitawapanda. Mungu atupande tena, tukawe na mizizi inayozaa kustawi katika Bwana, katika jina la Yesu. Kila aliyesikia maneno haya akawe na mizizi ambayo inaweza kufyonza rutuba ya kiroho na ya kimwili pia, na akastawi katika Bwana na katika nyua za Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu nawe pamoja nasi. Mungu akawe na mabaki ya watu wake leo katika jina la Yesu. Mungu akalijenge kanisa lake leo katika jina la Yesu. Unapofanya maombi ya kujisalimisha kwa Bwana kwa ajili ya kuyaishi mapenzi yake yote, kwa ajili ya kuyafuata mapenzi yake yote, kwa ajili ya kuzifuata njia zake zote, na siku zote kutafuta kuzijua njia zake. Jioni ya leo haitakuwa jioni ya kawaida kwa kila mmoja wetu. Jioni ya leo itakuwa ni jioni ambayo wengi watapokea uponyaji wa maisha yao ya kiroho na ya kimwili pia. Jioni ya leo itakuwa ni jioni ambayo Bwana atawarudisha mahali ambapo adui alikuwa amewang'oa katika jina la Yesu. Bwana atawarudisha katika mema, na Mungu atawatendea miujiza ambayo dunia haiwezi kuwatendea tena. Mungu atawatendea. Mungu ataunganisha na baraka, ataunganisha na chemchemi katika jina la Yesu. Mungu wetu yu pamoja nasi. Ndio kufunika macho yako, ukisema katika moyo wako,
nipe moyo uliopondeka. Ukisema katika moyo wako, nipe moyo unaotetemekea neno lako. Ukisema katika moyo wako, Bwana najisalimisha, nipe moyo unaokucha. Ukisema katika moyo wako, Bwana najisalimisha mbele zako, nipe moyo unaweza kuzifuata njia zilizonyooka, njia za Mungu wetu. Ukisema katika moyo wako, Baba nipe moyo uliotubu na kupondeka katika jina la Yesu. Nimesema kila mtu afunike macho. Ramashakayama. Roho wa Mungu ameshashuka katikati yetu. Roho wa Mungu ameshashuka katikati yetu. Roho wa Mungu ameshashuka katikati yetu. Yupo anatuhudumia. Yupo anatuhudumia. Yupo anatazama wanyofu wa moyo. Hebu jitoe. Hebu jitoe kwake. Jitoe kwake, usijisazie. Mwana wa Mungu, jitoe kwa Mungu. Jitoe kwa Mungu. Jitoe kwa Mungu. Jitoe kwa Mungu. Jitoe. Jitoe. Jitoe kwa Mungu, usijisazie. Ya mandara baba ya ndara bokoria bazanda. Omba, omba, jitoe kwa Bwana. Omba, jitoe kwa Bwana. Omba, jitoe kwa Bwana. Omba, jitoe kwa Bwana. Jitoe kwa Bwana, usijisazie. Usijisazie, jitoe kwa Bwana. Rabashakara baba ya ndara bozandara baba yandaraboko ya bazanda, yandaraboko ya bazanda, yandaraboko ya bagasaka. Umebaki kama mabaki, jitoe kwa Bwana. Umebaki kama mabaki, umebaki kama mabaki, jitoe kwa Bwana. Kwa neema yake umebaki kama mabaki, jitoe kwa Bwana. Jisalimishe kwa Bwana. Mungu akupe kuwa na njia zilizoelekea mbele zake. Ya mashakarabo ya mandarabo saka ya baba ya ndarabo koya bazanda ya mashako ya bazanda ya ndarabo koya bazanda ya mashaka ya bozanda ya mashaka ya boko ya bazanda ya matarabo koya bagasaka ya mandarabo koya bazanda ya ndarabo koya bazanda ya mendarabo koya bazanda Yenda rabo shapoko ya bazanda ya mashaka ya boko ya bagasaka ya mandaraboko ya bagasaka yenda raboko ya bazanda ya mendareboko ya bazanda yetarianda ya bazanda. Baba tazama, Baba tazama, Baba tazama, Baba tazama. Tazama Mungu wetu, tazama Mungu wetu, tazama Mungu wetu, tazama. Tumekuja, 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 tumebaki mabaki Bwana. Tazama mabaki, tazama mabaki. Wengine wanatufuatilia katika mitandao, ni mabaki wako hapa, ni mabaki unayoyajua. Wengine tuko bali hapa, ni mabaki unayojua. Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu, tunajitoa tena, tunajitoa tena, tunajitoa tena, tunajitoa tena, tunajitoa tena, tunajitoa tena, tunajitoa tena. Baba, uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi. Ya karaba baba baba ya mandarabo saka ya ndarabo koya bazanda ya ndarabo koya bagasaka ya tarabo koya bazanda ya tarabo zandara baba baba ya toro ya bazandara baba ya ndarabo koya bazanda itarabo saka. Mungu tupongoke. Baba wepo katikati yetu. Baba onekane katikati yetu. Baba onekane katikati yetu. Baba, Baba, tengeneza urekevu wa moyo.
Uelekevu wa moyo mbele zako, mioyo inaelekea mbele zako, mioyo inatetemeka mbele zako, mioyo ya kucha Bwana inaelekea uweponi mwako katika jina la Yesu. Yakarabosaka yamandarabosaka yandarabosaka yamandarabosaka yabababa yandaraboko yabazanda yamandaraboko yabazanda yatarabosaka. Jitoe kwa Bwana, jitoe kwa Bwana, jitoe kwa Bwana. Hakuna tumaini tena. Dunia haina tumaini lingine tena. Dunia haina tumaini lingine tena. Dunia haina tumaini lingine tena. Jitoe kwa Bwana, jitoe kwa Bwana, jitoe kwa Bwana. Yakarabosaka yamandarabababa. Tunajitoa kwako, nami najitoa kwako tena, nami najitoa kwako tena. Bwana wangu, Bwana wangu Yesu, Bwana wangu Yesu, Bwana wangu Yesu, nami najitoa kwako. Bwana wangu Yesu, nami najitoa tena kwako. Bwana wangu Yesu, najitoa upya kwako. Bwana wangu Yesu, ya marabababa yamandarabo saka yabababa yandarabo koyabaga satarabababa yatarabo koyabagateka saka yetarando yabazanda yamindarabo saka yama yandereko yabazanda yaraka yakarabo saka yababa yandarabo koyabazanda ya batarababa. Turejeze kwenye vijito vile, zile chemchemi za uhai, zile chemchemi za uzima. Turejeze tena Bwana ndani ya zile chemchemi. Inua moyo wako mbele za Mungu. Inua moyo wako mbele za Mungu. Usijisazia. Leo iwe ni siku ya kujitoa kwa Bwana. Leo iwe ni siku ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Leo iwe ni siku ya kujikabidhi kwa Bwana ili kutembea katika njia zake, ili kutembea katika mapenzi yake, ili kutembea katika utakatifu wake, ili kutembea katika wito wake, wito wake, wito wa kujenga kanisa, wito wa kujenga palipoharibika, wito wa kujenga aliyobomolewa, wito wa kujenga, wito wa kuingia kwenye kazi ya ujenzi wa yale yaliyobomolewa, wale ambayo yalivunjwa. Mwovu aliyavunja, dunia iliyavunja. Tulipoteza nguvu za Mungu, tukapoteza roho wa Mungu, dunia ikavunja, ikabomoa mengi. Leo ni siku ya kujiweka wakfu kwa Bwana ili ya kwamba tukajenge tena, tukajenge tena, tukajenge tena katika jina la Yesu. Sema Mungu wangu, sema Mungu wangu, leo hii Bwana ni siku kuu kwangu na siku kuu kwa kanisa lako. Sisi sote kanisa lako pamoja na ndugu zetu wengi ambao wanaifuatilia ibada hii, tunajitoa kwako, tunajitoa kwako, tunajitoa kwako, tunajikabidhi kwako. Ni siku kuu kwetu ya kwamba tunakubali kwamba umetufanya kwa mabaki, umetubakiza, umejisazia kwamba sisi ndio tuwe mabaki. Na ndugu zetu wengi unaowafahamu duniani kama ambavyo uliwafahamu watu 7,000 ambao Elia hakuwajua kwamba wapo, na sisi tunajua tuna ndugu zetu wapo mahali pengi duniani, lakini ni mabaki, lakini ni mabaki. Tunajiweka mbele zako, tunajikabidhi mbele zako, tunaomba tufundishe njia yako, tufundishe njia zako, tufundishe tupasayo, yale tutakayoyatenda, yale tutakayoyafanya, yale tutakayoyaishi. Tufundishe Bwana,
tufundishe Bwana, tuongoze Bwana, tufundishe Bwana, tuongoze Bwana, tufundishe Bwana, tuelekeze Bwana, katika jina la Yesu. Tunajikabidhi kwako, tunajitoa kwako kwa ajili ya njia zako na kwa ajili ya mapenzi yako, katika jina la Yesu. Hayo tuyaishi hayo. Tulijenge kanisa, tujenge aliyoharibiwa, tusimame mahali palipobomoka ili kulijenga tena boma, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tupe nguvu zako, tupe nguvu zako, tuvuvie nguvu zako, tuvuvie nguvu zako, tuvuvie nguvu zako, tuvuvie uweza wako, tuvuvie uweza wako, tuvuvie uweza, tuvuvie uweza. Yes, yes. Mungu anaachilia uweza. Kuna uweza unaachiliwa, kuna uweza unaachiliwa, kuna uweza wa mbinguni. Pokea, 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 pokea. Uvikwe uweza, uvikwe, uvikwe. Mungu analivika kanisa, Mungu analivika kanisa, Mungu analivika kanisa, analivika, 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 analivika kanisa. Ya karababa, ya karababa, ya tarababa, ya yara, yaraba, 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 yarababa, yarababa, yandarababa, yabababa. Vikwa uweza, vikwa uweza, vikwa uweza mbinguni, vikwa uweza mbinguni. Pokea uweza mbinguni, pokea uweza, pokea uweza, pokea uweza. Vikwe uweza. Ya karababa, ya karabosaka, ya tarabosaka, ya pakarabosaka, ya ndarabosaka, ya karabababa, ya ndarabosaka, ya ndirakoriabazanda, ya ndaraba, ya ndaraba, ya ndaraba. Kuna nguvu isiyo ya kawaida inakuja juu yako. Kuna nguvu isiyo ya kawaida una experience kwenye maisha yako, una experience ndani ya moyo wako. Kuna nguvu isiyo ya kawaida, kuna nguvu isiyo ya kawaida unapofungua moyo wako. Kuna nguvu isiyo ya kawaida inakuinjilia, inakuinjilia, inakuinjilia. Kuna nguvu ya Mungu isiyo ya kawaida, kuna nguvu isiyo ya kawaida inakuinjilia kwa nguvu, inakuinjilia. Ipokee hiyo, iruhusu hiyo, iruhusu hiyo. Itakuendesha katika njia zilizonyooka za Mungu. Wale mnaoweza inua mikono yenu mbele za Bwana. Mungu ahudumie mahitaji ya kila moja. Jioni ya leo Mungu ahudumie mahitaji ya kila moja. Wagonjwa wapone kwa jina la Yesu. Wanaohitaji miujiza kwa namna mbalimbali wapokee miujiza katika jina la Yesu Kristo. Walionewa kwa namna mbalimbali, Bwana wafungulie njia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana hai, kwa kila hitaji na kwa kila haja katika jina la Yesu. Nguvu ya uponyaji inatembea. Baba nakuomba, Baba nakuomba, achilia sasa nguvu yako ya uponyaji. Ponya walio hawezi leo, ponya walio wagonjwa leo, ponya walio wagonjwa leo, fungua waliofungwa leo, fungua vifungo vyote. Vunja kila laana, vunja kila laana, vunja kila maonevu, haribu kila vifungo vya giza, haribu kila kazi za kuzimu, kila kazi za kuzimu, kila ngome za kuzimu. Vunja, haribu, vunja, haribu. Nguvu ya Mungu vunje mateso kwa namna zake zote,
mateso kwa namna zake zote, mateso na majonzi, maumivu kwa namna zake zote, yaondolewe katika jina la Yesu. Yaondolewe laana kwa namna zake zote, laana kwa namna zake zote. Mamlaka za kipepo na mamlaka za kichawi zikavunjike leo, zikavunjike leo, zikavunjike leo. Mioyo inahitaji kugangwa, ikagangwe jioni ya leo, ikagangwe jioni ya leo. Mungu akagange mioyo. Pokea muujiza, pokea muujiza, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea, pokea, pokea muujiza, pokea muujiza, pokea upaji wa Bwana, pokea upaji, pokea upaji. Kutana na upaji, kutana na upaji, kutana na upaji, kutana na upaji. Wapo wengi wanahitaji upaji wa Mungu kwa namna ya muujiza. Wapo wanahitaji upaji wa Mungu kwa namna ya muujiza. Wanahitaji upaji wa Mungu, wanahitaji upaji wa Mungu. Mahitaji ni mengi na ni makubwa. Wanahitaji upaji wa Mungu. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Mkono wa Mungu wa upaji uko hapa. Mkono wa Mungu wa upaji uko mahali hapa. Mkono wa Mungu wa upaji uko mahali hapa. Mkono wa Mungu wa baraka uko mahali hapa. Pokea upaji wa Mungu. Pokea, pokea, pokea. 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 Pokea kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Ya mashaka ya baba baba. Ya mandarabo shaka. Baba, nakushukuru. Nakushukuru Bwana umetenda. Nakushukuru Bwana umetenda. Nakushukuru Bwana umetenda katika jina la Yesu. Nakushukuru Bwana umeponya leo katika jina la Yesu. Nakushukuru Bwana umetenda miujiza katika jina la Yesu wa Nazareti. Ni tabibu wa karibu, waimbaji. Mungu upo kazini. Yesu Bwana pekee limetukuka, jina lake Yesu hatufai kuwa hai wala hatutumaini ila yeye kweli ndiye atupumzishaye. Imbeni malaika
Ninaombea tamu jina la Yesu. Uliona tamu jina la Yesu. Tamu jina la Yesu Kristo Bwana. Yuna sifa mwenye kufa asishinde na mara nyingine tena.